Naamini bado uko nasi na karibu tena, tuendelee na matangazo yetu. Yapo mengi ambayo tunajadili wakati huu, na kubwa zaidi tutakuwa tukimulika kuhusiana na kufungwa kwa ofisi za British Council nchini Tanzania na baadhi ya mataifa. Lakini si hivyo tu, kumekuwa na mwendelezo wa mataifa kwa maana taasisi mbalimbali za kimataifa kufunga ofisi zao, lakini sio kufunga tu, wakati mwingine kupunguza wafanyakazi na hata rasilimali. Tumeshuhudia USAID na wakizungumza kuhusiana na namna ambavyo kwa kiwango kikubwa imetengeneza maswali kujiuliza kwa nini wakati huu na pengine ni kitu gani kimetokea. Sasa kumekuwepo na maswali hayo mengi, lakini kulingana na taarifa rasmi ya uamuzi wa kupunguza gharama za uendeshaji kwa kurejesha ule mkopo uliotajwa wa pound milioni 197, zaidi ya shilingi bilioni 694 za Kitanzania ambao walipewa wakati wa uviko 19 kwa maana ya British Council. Sasa tumewaalika hapa wataalamu tuzungumze nao kwa kina, na tunaye hapa Eliud Gregory, huyu ni mdau wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, tutazungumza naye kwa kina. Lakini tunaye Ali Mkimo, huyu ni mtaalamu wa uchumi, tutazungumza kwa kina kuhusiana na masuala haya kwa pamoja, na niko naye Victoria Mwakisimba, mimi ni Kevin Novat. Tutakuwa pamoja kuweza kujadili kwa kina zaidi kuhusiana na swala hilo, lakini kuweka masuala bayana na kuweza kuuliza na kuweza kufahamu kwa kina kidiplomasia, lakini pia hata kiuchumi, kuondoka ama kuondoa shughuli zao hapa nchini kwa maana physical, na wamesema kwamba wataendelea kufanya kidigitali. Sasa itaathiri vipi? Kuna watu walikuwa wakifanya mitihani hapa, walikuwa wakifanya mitihani, wakienda kufanya mitihani moja kwa moja kwenye ile physical presence, lakini sasa hivi watakuwa wanafanya kidigitali, na wakati mwingine wakitaja kwamba watalazimika kusafiri kuelekea kwenye mataifa yaliyopo karibu kwenda kufanya shughuli zilizokuwa zikifanyika hapa nyumbani. Kwa hiyo hayo pamoja na mengi tutazungumza kwa kina zaidi. Victoria Mwakisimba yupo hapa, mimi ni Kevin Novat, lakini karibuni sana pia Eliud Gregory pamoja na Ali Mkimo. Na mimi nitakuwa na asubuhi njema ya majadiliano, ndivyo ninavyoamini. Sawa, kabla hujaendelea, ndugu zangu, nyewe ni wana Hispania ama goti mambo hayo ndio yanazungumzwa asubuhi ya leo, ni muhimu tukafahamu, lakini nafahamu ni Hispania. Pasina shaka mimi timu Ronaldo. Hilo nilifahamu tangu kabla timu Ronaldo. Hata kama ulifungwa kaka, hata kama umekosa wewe taja tu. Nilala kama Argentina lakini nimeamka Portugal. Wao wamejificha kwenye kivuli cha kwamba hao wote wanatoka La Masia kwa bara Barcelona. Kwa hiyo hao wote ni watoto wetu, kwa hiyo wote wakipata wamepata. Sawa, pamoja na hayo tumekuwa na wiki hii ya kuzungumza kuhusiana na British Council kuondoa ama kufungwa kwa ofisi zake nchini Tanzania na mataifa mengine. Hii pengine ikitajwa ni ukata mkubwa wa kifedha iliyokuwa inakabiliwa nayo taasisi hiyo kutokana na fedha zilizokuwa zimekopeshwa wanataka kurejesha, lakini mambo kama haya yanazungumzwa. Nafikiri nianzie kwako mdau wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa Eliud Gregory. Hii kwanza inamaanisha nini? Taasisi kubwa kama hii ya muda mrefu, na pengine kila mmoja akijiuliza kama kufungwa imekuwa ni kama jambo linaloshtua zaidi. Kuna ile labda kupunguza wafanyakazi au kupunguza matumizi ili kuendelea kujiendesha. Kufunga kabisa inafikirisha na inaleta maswali mengi, na ndio yanayofanya hii leo tunaketi hapa baada tu ukisikia hii taarifa binafsi kidiplomasia. Sasa sababu nyendo wataalamu wenyewe. Sahihi. Ni kweli kama ulivyosema, tukitazama British Council hii ni shirika la kitamaduni la Uingereza kwa maana ya UK, na ukilitazama taifa la Uingereza ni moja nafikiri kati ya mataifa 6 makubwa duniani. Kwa hiyo inapotokea jambo kama hili la kwamba British Council kituo chake kikuu cha utamaduni kinafungwa, lazima ikufikirishe, kwa sababu ni taifa kubwa, tunategemea linajiweza na linaweza kujiendesha katika namna mbalimbali. Lakini kwa mimi kama mdau wa diplomasia naitizama katika nyanja pana, kwa sababu taifa kubwa lazima linakuwa na mikakati yake ya kujenga diplomasia na nchi nyingine. Na kwa upande wa UK nimetizama kwamba kupitia nyakati za sasa hivi limeona kwamba katika mkakati wake kwa maana ya strategic realignment lina uwezo wa kuwafikia watu wengi zaidi, wadau wengi, vijana wengi, kupitia fursa na uhusiano wa diplomasia kwa njia ya kidijitali. Kwa hiyo sasa hivi nadhani wamejikita zaidi katika mkakati wa kujenga digital diplomacy. Kwa hiyo inaweza ikashtua, lakini lazima tuelewe kwamba kila taifa linapojenga diplomasia na nchi nyingine linakuwa na mkakati wake. Na tukiangalia UK pia imebase zaidi kwenye soft power, kwa maana kwamba kutotumia mabavu kujenga mahusiano au kujenga ushawishi na taifa jingine.
Kwa mimi kama mdau wa diplomasia naitizama katika namna hiyo. Pamoja na uelekeo huo wa kidigitali ambao unauzungumza hapa Eliud, lakini mbali zaidi taifa si Tanzania tu, mataifa mengi hasa ya Afrika yanafurahishwa kuwa na ile physical presence ya shirika fulani ama taasisi fulani, kwamba hii taasisi iko hapa nchini, na hata kama kuna shughuli zinataka kuzifanya hazihitaji nguvu kubwa. Unaweza kufika mkazungumza, unaweza kufika mkashauriana. Kukosa ile physical presence, yani uwepo wao kwa maana unaofikika, hii huoni kama inaweza kuwa ni wazo lingine ama ni mawazo mengine ya watu waliokuwa wakitegemea na kufanya shughuli zao pale? Kwa sababu umezungumza hapa ni taasisi kubwa ya muda mrefu, lakini kuna watu pia walikuwa wakipata huduma. Uko sahihi, ulizungumza vyema wakati unaelezea dhana hii, kwa sababu British Council kuna watu walikuwa wanafanya mitihani pale, ile ya International English Language Testing System pale, kuna Cambridge, na sasa hivi watalazimika kusafiri kwenda kutegemea ofisi za kikanda kwa ajili ya kupata ule usaidizi. Kwa hiyo naona pamoja na kufungua huku kwa British Council, lazima tukubali kwamba kumekuja na athari ambazo inabidi tuzipokee, lakini kuna sababu ambazo nyuma tumeweza kuziona zimepelekea kufungwa kwa kituo hicho cha British Council, ambazo nyingi ni kutokana na gharama za uendeshaji, lakini tumeona lile deni ambalo mlizungumza la £190 ndio ambao ni zaidi ya bilioni 694.5. Yes. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo vina influence kufungwa kwa kituo, na ukiangalia British Council ni kituo ambacho kinajiendesha, kinajitegemea kiuendeshaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano hilo deni ambalo linatakiwa kulipwa linaendelea kukua na linatakiwa kulipwa, lakini pia mapato ya ndani tangu uviko 19 yameweza kushuka kwa zaidi ya 28% ambao yalikuwa yanatokana na hizi ada za mitihani na kadhalika. Lakini pia wameona kwamba hawezi kukwamisha kutoa huduma, japokuwa zamani tuliamini kwamba nguvu za ushawishi za nchi zinaweza zikategemea wingi wa majengo na miundombinu mbalimbali, lakini sasa hivi tunaona dijitali, mitandao inakuwa kwa kasi na ina uwezo wa kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo bado naona kuna fursa ya kituo hiki kuweza kuwahudumia watu, japokuwa changamoto kama hizo za watu kuingia gharama za kwenda kusafiri zinaweza zikawa zinapelekea usumbufu, lakini naamini kama taifa ambalo lina nguvu linaweza likarejea athari hizo na kuona namna gani nzuri ya kuweza kuwasaidia wanufaika. Ali, kufungwa kwa shirika hili ama taasisi hii ya Uingereza kiuchumi ni nini? Tunarudi kule 1930 Great Economic Depression ya Marekani, ama ni nini kimempata Uingereza mpaka kufikia kwenye depression? Ukiangalia kwenye ile tunaita economic cycle, lile tutasema kinachoonesha hatua za kufikia huko, kuna hatua ambazo tunapaswa kupitia mpaka kuelekea huko. Hata recession tu bado hatujafika. Kwa hiyo hata kwenye hiyo recession, huo mdororo wa uchumi bado hatujafikia, lakini kinachotokea unaona kabisa kwamba yawezekana kabisa ile hatua ya kutaka kuendelea kupunguza misaada kwa mataifa haya ambayo yalikuwa ni wafadhili imeendelea kuwa ikifanyika, lakini pia aina ya uwekezaji kiuchumi. Unajua tulikuwa tu katika kitu tunakiita aid led economy, uchumi ambao unaongozwa kwa hiyo misaada huko nyuma. Sasa wanataka kuhamia kwenye investment led economy, uchumi ambao wenyewe unaongozwa zaidi na uwekezaji. Kwa hiyo nitakwambia tu UK wamekuwa na changamoto zao kwa sababu tunaizungumzia Uingereza, wana changamoto zao kiuchumi. Angalia waliongeza riba ile interest rate kwa ajili ya kupunguza mfumuko wa bei. Ina maana mfumuko wa bei ulikuwa ukiongezeka, kwa hiyo wakaongeza riba ili kuweza kudhibiti mfumuko wa bei. Kwa hiyo inapotokea unaongeza riba na ili kudhibiti mfumuko wa bei, hiyo inamaanisha kwamba gharama zako za uendeshaji zimekuwa ni kubwa, fedha yako unaiona kama inataka kupunguza thamani hivi, ndio maana unaongeza riba. Sasa hiyo unaweza kuipatia picha hapo, lakini eneo lingine ambalo unaweza kuliangalia ni kitendo cha kuona sasa ipo haja ya kufanya restructuring. Unajua wakati mwingine unapitia alafu unaangalia, je, hii misaada ambayo tunaitoa imekuwa inatija kiasi gani? Na sasa hivi tunazungumzia changamoto mbalimbali ambazo zinaendelea duniani. Angalia migogoro ya kijiopolitiki ambayo imekuwa ikitokea, inasababisha kupandisha kwa gharama za bidhaa,
na ukiangalia hata global inflation inakuonesha, kwa mujibu wa Statista, moja kati ya jukwaa kubwa ambalo linaonesha takwimu mbalimbali, inakuonesha kwamba mfumuko wa bei, global inflation, inaweza kufikia hadi 4.9%, kwa sababu angalia ambao anaendelea kule Middle East, unapata tu picha kwamba hii inaweza ikazidi kuongeza bei za mafuta. Mafuta ni catalyst, ni kichochezi ambacho kinazalisha, at the same time kinatumika kwa ajili ya kusafirisha. Sasa ikitokea anapanda bei, tegemea kuona mfumuko wa bei pia ukitokea. Kwa hiyo unaona kuna global inflation, lakini pia global economic growth, ukuaji wa uchumi duniani kote unaonekana kuendelea kuwa unakwenda taratibu taratibu. Na haya kama yakiendelea sasa, Victoria, ni kwamba tunaweza tukaelekea kwenye kitu tunakiita recession. Ikizidi sana inaweza kufikia siku moja huko kwenye depression. Kwa hiyo bado hatujafika recession, ila kuna alarm inatuonesha kwamba duniani kote sasa, tukiendelea na migogoro ya kijiopolitiki pasi na kuangalia namna gani tunaweza kukuza zaidi uchumi na kuondoa hayo maslahi ambayo yamewekwa sasa hivi katika mifumo ya aina hiyo, inaweza kusababisha kuelekea huko kwenye recession. Lakini nitakwambia pia changamoto nyingine ya mwisho kubwa zaidi ni kama vile ukiangalia kwenye hizi nchi sasa hivi pia wanatoa fedha zao, yani tunasema ile priorities, vile vipaumbele vimebadilika. Sasa hivi wengi wanawekeza kwenye ulinzi maeneo hayo. Mfano angalia wale walio kwenye umoja ule wa NATO, unaainisha kabisa 2% ndio ambayo of course imekubaliwa, lakini wengi wanalalamikia ile ambayo Donald Trump ameainisha ya 5% ya pato la taifa liende kwenye ulinzi. Kwa hiyo unaona kabisa kuna vitu vingi, kwa hiyo wameangalia bajeti zao sasa wanabadilisha vipaumbele. Sasa Ali, shirika hili British Council imekuwa Tanzania tangu mwaka 1950. Tumeshuhudia ikisaidia vijana katika miradi mbalimbali ya maendeleo, Active Citizen ikiwa ni mradi mkubwa. Tanzania inajipangaje kiuchumi ili kufix ile gap ambalo kwa muda wote hivi vitu vilikuwa vinafanywa na hii council? Of course sasa unajua kwenye eneo kama hili, mfano masuala ya elimu, sanaa, utamaduni, unaweza ukaangalia pia na wengine ambao unaweza ukafungamana nao. Zipo nchi mbalimbali, unaweza ukaangalia Uturuki, unaweza ukasogea ukaangalia Japan, Korea. Of course hapo kuna maeneo mengi ambao unaweza ukashirikiana nao kwenye eneo hilo, lakini nitakwambia tu kwa ujumla ambacho kinaendelea duniani kote hivi sasa, hakuna budi kuanza kuhakikisha tuna mifumo ambayo imekaa zaidi kwenye kukuza uchumi, au tuna mifumo ambayo imekaa zaidi kwenye kuwa na uchumi wa kujitegemea, kuongeza tax to GDP, uwiano kati ya pato na kodi. Hakuna budi kuongeza, tuvutie zaidi wawekezaji wengi kuja kuwekeza. Hii itatusaidia sana. Hapa sasa nazungumzia kuendelea kupunguzwa kwa misaada. Mfano kama wa UK walishatangaza kabisa 40% ya misaada inakwenda kupungua 40%. Kwa hiyo unapata tu picha, wanaendelea kupunguza ile bajeti yao ihudumie zaidi kutokea ndani. Lakini pia mfano angalia Marekani tu, wakati mwingine, wakati ule ambako Trump amekuwa akiwezesha Ukraine, unaona kabisa kumekuwa kuna malalamiko kwamba kwa nini watumia fedha zetu za kodi kwenda kuwasaidia hao. Sasa unaona hata wale walio ndani nao pia wamekuwa wakilalamika. Kwa sasa hivi hata misaada ikitoka, wale wananchi wa nchi husika na wenyewe pia wana complain kwamba hizi ni fedha zetu, zinatokaje kuelekea huko. Kwa hiyo hakuna budi kuvutia zaidi uwekezaji, kukuza zaidi biashara, kuongeza wigo wa lipa kodi, lakini pia kujifungamanisha na nchi nyinginezo ambao wanatoa huduma zinazofanana na hizo, ili kuwa na uchumi ambao wenyewe ni self reliance zaidi, yani uchumi ambao mnajitegemea zaidi. Kwa hiyo ni vyema kuangalia hayo. Sawa. Eliudi, tumezungumza hapa, lakini tufungue sehemu ukurasa mwingine wa kuangalia, pamoja na mambo mengine yanayozungumzwa, pamoja na fedha wanasema wanadaiwa, ni deni wanataka kulipa, lakini huoni kama ni kama wamepoteza ushawishi hivi Uingereza kwenye mataifa ya Afrika ikiwemo Tanzania, na pengine ni kwa sababu ya mataifa kama Uchina na Urusi ambao wameonyesha kufungua sasa milango mipya na kuongeza kutaka kuanza kuwekeza kwenye haya mataifa ambayo wao wamesema tayari wanapunguza hizi 40% tangu awali. Huoni kama hiyo inaweza kuingia hapo? Yes, nikitizama nilivyokuwa naangalia, moja kati ya sababu tumeangazia kwamba sababu kubwa ni uchumi, labda tuseme kupungua kwa bajeti, lakini moja kati ya sababu ambayo wengi hawaitizami ni hiyo kwamba kupungua kwa ushawishi wa UK kwa hapa Tanzania, na tunaona na Afrika kwa ujumla, kwa sababu kuna mataifa mengine. Yes, na Botswana pia imetajwa. Botswana, Mozambiki pia ni moja kati ya nchi 3 Afrika ambazo British Council imeweza kufungwa, na hiyo ni moja kati ya sababu kwamba UK imetizama kwamba kwa sasa ushawishi wake umepungua kwenye bara la Afrika na hasa Tanzania, lakini pia tumeona mataifa mengine makubwa kama Urusi ulivyosema, China, Ufaransa yanazidi kujenga ushawishi wake na kupitia vituo ambavyo bado vinaendelea kuwa operational kwa hapa Tanzania, lakini pia
kwa hilo lazima tulione kwamba ushawishi wa UK umepelekea kutengeneza mkakati mwingine wa kujenga ushawishi wake. Tanzania pamoja na mataifa mengine ambayo yanategemea yanategemea kwa maana yanafaidika na misaada kutoka kwenye haya mataifa, huu ni ujumbe gani ambao wanatumiwa? Ujumbe ambao mataifa ya Afrika na hasa kwa Tanzania unatumiwa ni kwamba inatakiwa itizame kwamba misaada ya nje sio kitu cha kudumu. Lazima kama ambavyo mtaalamu wa uchumi amesema hapa, tujitengenezee msingi wa kujitegemea kiuchumi na katika nyanja nyingine ambazo tatuondoa sisi kwenye utegemezi kutokea kwenye mataifa mengine. Tunaona kila wakati mataifa makubwa yanabadilisha mikakati yake na zinategemea zaidi siasa za mataifa hayo. Kwa hiyo kama sisi nchi yetu itaishi kwa kutegemea msaada ya nje na siasa zikabadilika za kijipolitiki, maanake tutakuwa na athari kubwa sana katika uchumi wetu, lakini hasa katika maisha ya Watanzania. Eliud, kuna watu pengine bado hawaelewi, tukisema Uingereza wamesitisha kwa sababu ya ukata, pengine haelewi British Council ni nini na British Commission nini, ili tuwafahamishe hapa ubalozi na hii taasisi. Yes, na nafikiri hapo ni muhimu sana, ni swali zuri. Kama nilivyosema mwanzoni, British Council ni kituo cha utamaduni ambacho ni cha UK ambacho kinajiendesha na ndio maana tunaona chenyewe kimeweza kufungwa, lakini bado kuna British High Commission ambayo ndio inasimamia masuala yote ya kidiplomasia kati ya UK na Tanzania. Sawa. Ali, tunazungumza kuhusiana na kufungwa. Wapo Watanzania waliokuwa wanafanya mitihani ya kimataifa hapa kupitia hii taasisi, lakini sasa hivi watalazimika pengine kwenda kwenye taifa ambalo ipo au kufanya kwenye mtandao. Kuna gharama yoyote ambayo inakwenda kuongezeka kwenye kile walichokuwa nakifanya awali na sasa hivi, na hiyo gharama pengine wataweza kuimudu na tutaweza kufanya kama tulivyokuwa matarajio yataweza kuwa yale yale? Sasa of course hapo changamoto tayari imekwisha tokea. Unajua ina maana sasa kama ulikuwa mfano mwanzo gharama ambazo zilikuwa zikitumika zinaweza kuwa tofauti, kwa sababu sasa hivi imeongezeka na gharama ya wewe kusafiri kuelekea nje. Nakumbuka ukifika huko bado kuna accommodation, utahitaji sehemu ya kukaa kwa ajili ya kuelekea kwenye huo mtihani. Kwa hiyo ukiangalia tu hadi kufanya hiyo mitihani sasa ile cost imeongezeka, gharama haiwezi kuwa ile ile. Ukiangalia cost ambazo zinaweza kuwa zimezidi, zinaweza kufika hata 2 to 5% kutoka kwenye ile fedha ambayo mwanzo ulikuwa ukiitumia, na hiyo sasa itategemea na namna gani gharama pia zimekuwa zikiongezeka na taifa ambalo wewe umekwenda kuchagua kufanya huo mtihani. Obvious wengi wanaweza kuopt kwenda karibu zaidi Kenya na maana Nairobi, wengi wanaweza wakafikiria kuelekea huko, lakini unaona kabisa zipo cost ambazo zinakwenda kuongezeka kutokana na wewe kuongezea gharama sasa za usafiri, lakini pia gharama pia hata za maandalizi ambao unapaswa kuyafanya, kwa sababu hapa ilikuwa rahisi, unaweza kutoka unajiandaa unakwenda unafanya mtihani. Kwa hiyo unaona kabisa lazima kuna gharama zitakuwa zimeongezeka hasa za usafiri pamoja na accommodation. Hii inaweza kuwa changamoto, na mpaka mtu una opt kufanya mitihani ya aina hii au unaomba scholarship, ina maana wewe unahitaji uwezeshwaji kifedha, financial assistance. Sasa kuzungumzia affordability hiyo, kumudu hiyo bado changamoto itakuwepo, tena ni kubwa. Sasa unamudu vipi wakati wewe unahitaji financial assistance ili upate hiyo scholarship? Sasa imetokea tena na changamoto kama hivyo, unahitaji pia kusafiri. Of course hii imeongeza changamoto. Sasa labda uwezeshwaji huu ufungamanishwe pamoja na hizo gharama pia za usafiri, yani vyote viwe kwenye one package, at least inaweza kupunguza hizo changamoto. Haya yanatokea wakati ambao kama ni bajeti ya Tanzania kwanza ndio imeanza, kwa maana ya mwaka huu wa fedha. Tayari ni kitu ambacho sijui kimfumo labda walifahamu ama kimetokea ghafla pia kwao. Kwenye nyakati kama hizi nini kinaweza kufanyika Ali kuweza kuziba, alikuuliza hapa Victoria kwamba mataifa haya yalijiandaaje, na kama pengine hakujiandaa mambo yanatokea kama haya, unafanya nini ili uhakikishe kwamba hili tatizo haliwi kubwa, licha kwamba tatizo bado litaonekana? Unajua kuna vitu vingi sana Kevin. Kwanza tunapaswa kufahamu changamoto za aina hii si kwamba huwezi kuzitegemea. Unajua hii swala la hizi nchi kwanza kupunguza misaada, kupunguza tunasema ule uwezeshwaji ni kitu ambacho kinafahamika ni muda mrefu sana. Yaani ukiniambia mimi nitakwambia hata wakati huu mwaka unaanza
tayari vitu kama hivyo vinafahamika, sio fiscal year, sio mwaka wa fedha, mwaka tu wa kawaida ambao tumeuzoea. Wakati unaanza vitu kama hivi vimekuwa vikifahamika kwamba tunapoelekea inawezekana misaada ikawa inaendelea kupunguzwa zaidi. Kwa hiyo kutokana na migogoro mbalimbali ya kijiopolitiki, lakini pia hizi nchi kubadilisha sera zake, hivyo vitu vilitegemewa. Kwa hiyo solution ya muda mfupi of course inaweza kuwa kwanza kuendelea kuimarisha uhusiano ambao tuko nao na wengine ambao wamekuwa wakitoa huduma zinazofanana. Yaani siku zote lazima uwe na substitute ambao unaweza ukaweka mbadala hapo ili walau uweze kuepusha ile hasara kubwa ambayo imetokea. Though uweze kufananisha vitu, lazima kile kitakuwa ni kile tu. Advantage inayokupatia faida zake ni tofauti na kile kitu kingine, lakini huna budi kuangalia mbadala. Lakini sasa ukirudi kwenye budgeting na mifumo ya kifedha kwa ujumla, tukuhusiana na misaada yenye jinsi ilivyo, hapa hakuna budi kuendelea kuimarisha zaidi vyanzo vyetu vya ukusanyaji kodi, yani tax revenue, mapato ya kodi, hata non tax revenue, mapato yasiyo ya kodi, na yenyewe ni muhimu sana. Yote ufanisi wake uzidi kuongezeka. Hizi ndio nyakati ambazo niliwahi kuzungumza hili. Nchi za Afrika zinaenda kushuhudia misaada kupungua, hazina budi kuwa na taasisi zilizo imara sana. Yaani huu ndio muda wa kuimarisha taasisi zenu ambazo zinahusika na ukusanyaji mapato na uwezeshwaji wa wananchi kiuchumi. Pasi na kufanya hivyo, watajikuta na budget deficit na kisi ya bajeti na mdororo wa uchumi kama utatokea. Kama tunakwenda kwenye recession, maana inavyoonekana ni kama vile Trump anaitaka sana recession. Sijajua mwenyewe anawaza nini. Sasa kama tukielekea kwenye mdororo wa uchumi tunafika kwenye recession, itatuletea changamoto sisi ambao tunasema ni nchi zinazoendelea. Kwa kuona hili ambalo limetokea, hali unaliona liko ni kiuchumi tu ama unaona kitu kingine nyuma ya hapo? Kwa maana ni huo mdororo wa kiuchumi, kwa maana kweli hilo deni, ama kuna kitu kingine unakiona? Hivyo nitakuja kwa Eliud kwamba hili jambo unaliona ni hivi tu lilivyo, ama kuna jambo liko nyuma pengine kisiasa na diplomasia? Kuna nchi takriban 7 ambazo zimepitia changamoto ya aina hiyo. So mimi nitakwambia tu yawezekana kweli walishindwa kuzifanyia hizo operations. Na Kevin, naona sijajua swali lako limekuwa la kichokozi, lakini mimi nitakwambia, mimi niko kwenye economic perspective, katika ile mtazamo wa kiuchumi nitakwambia kwamba changamoto ninayoiona wameshindwa kufanya daily operations za kwao, ndio maana wamefikia hapo. Na si wameainisha, lakini sisi shida yetu ni hili deni limekuwa linatusumbua. Kwa hiyo Kevin, mimi nitakwambia economically jamaa cost of operations zimekuwa kubwa sana kwao, ndio maana wameamua wao kufikia maamuzi hayo. Kwa sababu ukiangalia tu UK wenyewe wana changamoto zao za kifedha kama hivyo, mfumuko wa bei, wanaongeza riba kama hivyo, lakini pia budget yenyewe na mifumo yake. Kwa hiyo unaona kabisa kulikuwa kuna haja ya kufanya hivyo. Kama zipo sababu nyingine, mtaalamu wa diplomasia atanisaidia hapa. Kama pengine kuna ajenda nyingine ya siri ambayo sisi tusioifahamu, ama ndo hizi tuamini kwamba ndo zilivyo kidiplomasia, kwa sababu pia haya mambo sasa nyewe mnaweza mkatuambia kwa undani zaidi. Na mtaalamu amenishia mzigo, lakini pamoja na kwamba ni kama nilivyosema, pamoja na kwamba sababu kubwa ni za kiuchumi zaidi, lakini yapo mambo mengine, kwa sababu tunaona kila nchi inakuwa na mkakati wake. Kama nilivyosema, mimi naweza nikaona ni sababu kuu 4. Ya kwanza ni hiyo operations budget, lakini pia strategic alignment, kwa maana ya kwamba wanataka sasa kubadilisha mtindo wao wa kujenga ushawishi. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo kukosa ushawishi, lakini pia kuangalia namna ambayo nchi inaweza ikajenga nchi yake bila kuaffect operations za nchi husika. Kwa mfano alisema hapa mtaalamu, kwa sababu tayari Uingereza wao wana changamoto zao na changamoto za kiuchumi. Kumekuwa na mfumuko wa bei ambao umepelekea kukata kwa budget ya official development assistance kwa mataifa mengine kutoka 0.5 mpaka 0.2 kwa maana ya order. Yes. Kwa hiyo zipo sababu nyingi, lakini pia nyingi zinaonekana kuwa za kiuchumi zaidi, lakini naamini kuna mambo mengine mengi kama hayo ambayo naona inaweza kanapelekea vitu kama hivyo kutokea. Eliud Gregory pamoja na Ali Mkimo, tuwashukuru sana. Bila shaka mmekuwa na wakati mwema kama sisi. Awali Ali, ulikuwa una jambo unataka kumaliza nalo? Hapa nafikiri amemaliza kila kitu. Labda lingekuwa linaihusu Spain. Na nafikiri ungemaliza vizuri sana kama lingekuwa ni hilo. Kama ni hilo. Wakati tunapomzungumzia Pedri, unamzungumzia miongoni mwa wachezaji bora zaidi
Nimefurahi kumwona goti wao wakilalamika na kulia. Kitu kizuri. Na hata wakati ambao wanafuatwa wanaelekezwa wanasema huyu kafunika mdomo ananielekeza kwa mpe kadi nyekundu baada ya kupata kadi nyekundu kaka. Asante sana. Ni Eliud Gregory, mdau wa diplomasia, pamoja na Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya uchumi. Tulikuwa hapa tukizungumzia kwa habari ya kufungwa kwa shirika la Uingereza hapa nchini Tanzania. Ofisi zake zimefungwa kutokana na ukata, lakini shughuli zitaendelea kupitia mawakala ama wabia, ambapo baadhi ya mambo kama usajili na mitihani itafanyika kwa njia ya mtandao. Hii ni Shajara, mimi ni Victoria Maxima, nipo na mwenzangu Kevin ndani ya Morning Trumpet.